swala la jinsia. Tamthilia hii inaangazia swala la jinsia kwa njia zifuatazo. Jamii inamtekelea mtoto wa kiume haki tofauti na wa kike. Mtoto wa kiume ndiye anayerithi mali. Mzee Luka anasema kwamba mtoto wa kike kamwe hakustahili kurithi mali. Kadhalika, Sara anasema kwamba kiume hastahili kuchukua na mtoto wa kiume. Hii ni ishara kwamba uongozi wa familia huridhishwa mtoto wa kiume. Jamii ina majukumu baada ya kijinsia. Kwa mfano, mwanamke anatarajiwa kufanya kazi za nyumbani. Yona anamtarajia Sara kumpikia hata akiwa mgonjwa. Bunju anamlalamikia Neema kwamba lililobaki ni kumpangia kazi ya ndani. Mwanamume ana jukumu la kuyakidhi mahitaji ya familia yake. Anastahili kuwapa makazi, chakula na elimu. Bunju anasema kwamba majukumu yake yanatekeleza. Anashughulikia afya ya familia. Analipa mkopo wa nyumba yao. Analipa karo na kununua chakula. Mahusiano ya kimamlaka yanamweka mwanamume na kumweka mwanamke chini yake. Bunju anakumbusha Neema kwamba yeye Bunju ndiye kichwa na Neema ni shingo. Anasikitika kwamba Neema hataki kuwa chini ya mamlaka. Mtoto wa kiume ndiye anayetarajiwa kuendeleza ukoo. Jamii inamhukumu Yona kwa kukosa kupata watoto wa kiume. Inamtaka awe mke wa pili, amzalie mtoto wa kiume ili utabi wa ukoo wake usije kutatizika. Kuwepo kwa majukumu bayana ya kijinsia kunazua na kubadilia unyanyasaji wa kijinsia. Familia ya Yona inapokawia kupata mtoto, anayelaumiwa zaidi ni Sara. Anadhalilisha kwa kuitwa tasa. Familia inapokosa kupata mtoto wa kiume, Sara ndiye anayesuka. Anaambiwa ameshindwa. Yona anaambiwa aoe mke mwingine amzalie mtoto wa kiume. Yona anageuka mlevi. Kioro kinamsukuma kumuumbua mkewe kwa pindigo. Hatimaye anamsababishia ugonjwa wa moyo. Bunju anamdhalilisha mkewe kila mara anapomwomba amsaidie kuwakimu wazee na ndugu zake. Anamuona kama asiye na shukrani. Dhika yake ya kila mara kuwepo kwa majukumu bayana ya kijinsia kunamnyima mtoto wa kike nafasi ya kufikia kilele cha familia. Mwanamke anahitajika kushika kizazi. Anaoza mapema ili kumnyima nafasi ya kujiendeleza kielimu na hivyo kudhoofisha juhudi za kuwafikia usawa wa kijinsia katika elimu. Sara anaanzia shule darasa la 7. Mtazamo wa mwandishi kuhusu suala la jinsia ni kwamba haifai kuwabagua watoto wa chini ya kijinsia. Ikiwa anasema kwamba binti za Sara wanashinda kwa wanaume. Mtazamo wa mwandishi unatilia mkazo zaidi na Luka anayekosoa Yona kwa kumwambia kwamba watoto wake mwanamke sasa anaweza kurithi mali na kupata elimu sawa na mwanaume. Mwandishi anaonyesha kwamba mabadiliko ya kitamaduni yamempa mwanamke uwezo wa kuwania nafasi sawa na mwanaume. Kwa mfano, Neema, Salome na Asna wamepata elimu chuoni. Neema anafanya kazi. Hamtegemei mumewe ila tu anahitajika kumpiga deki. Bunju na Neema wanashirikiana kuwatetea wazazi wa Mungu. Neema anawakimu wazee na wanume wake. Neema anatoa maamuzi ambayo yanahusu familia yake. Baba yake anamshukuru kwa kumsimamisha mji wake.
Asma anajitegemea, amekodisha kijumba chake na anajikakamua kutafuta riziki. Kadhalika, imebainika kwamba ndoa ya jinsia zote kushirikiana ili kuboresha maisha ya familia na jamii kwa jumla. Sara na Yona wanashirikiana kuilea familia wakati Yona anapofuta kazi. Yona anamsifu mkewe kwa uchezaji wake kwa kumsaidia kuiendesha familia yake katika kipindi kigumu. Sara aliwajibikia kuuza maziwa na bidhaa za shamba sokoni na akishughulika na ng'ombe na shamba. Kadhalika, Yona anaipikia familia yake chakula hapo nyumbani. Neema anasema hajawahi kumwona baba yake akifanya hivyo. Sara anamwambia kwamba Yona alikuwa akiwapikia tangu zamani. Neema na Gundi wanashirikiana kuwajengea wazee wa Neema nyumba. Mazungumzo kati ya Gundi na Neema yanadokeza haja ya kushirikiana katika kufanikisha utunzaji wa watoto nyumbani na nje ya nyumbani. Neema anamsaidia ili kufanya homework. Gundi naye analalamika kwamba Neema akiwa kwenye safari zake za kikazi, yeye Gundi anamsaidia ili kufanya homework. Neema anamwomba Gundi ampeleke Yoni out. Vizuri.